Bwana wetu apewe sifa. Tupatie Bwana sifa na shukrani za mioyo yetu as we pray together. Baba wetu tunakuenzi, Bwana wetu tunakuheshimu, tunakutukuza, tunakupa heshima na mamlaka yote katika mioyo yetu asubuhi ya leo. Tunasema mtakatifu ni wewe, Bwana wa mabwana ni wewe, Mungu wa miungu ni wewe, uliyetukuka ni wewe. Bwana, tuna haja nawe tunapoketi na kusikiza neno lako, tunapopokea mkate wa uzima, ukawe mkate katika maisha yetu. Bwana, ukamega kwa kila mmoja wetu, tukapokea Bwana, tukalishwa, tukauishwa, tukafarijika, tukaweza kusimama katika ujasiri. Bwana, uwepo wako ukatujaa, nguvu zako zikatujaa, makusudi yako yakatekelezeka maishani mwetu katika jina la Yesu. Bwana, tembea katika wakati wa neno. Naomba uwepo wako ukajae kanisani. Naomba uwepo wako ukanena nasi. Naomba uwepo wako ukatosheleza kila mmoja katika jina la Yesu. Twakataa mawazo kuibiwa, twakataa roho za usingizi, twakataa roho za kupotea na kwenda nyumbani na mahali kwingine. Bwana, twaregesha na kusema kila mmoja wetu akae katika nyumba yako, asikie neno lako, abarikiwe katika jina la Yesu. Asante Bwana, tunakuenzi na kuabudu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. While standing, kama tumesimama, naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Yohana, John chapter 4, Yohana sura ya 4, John chapter 4 verse 24. Praise be to God. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and the truth. You can read from the screen, you can read from your Bible. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and the truth. God bless you as you take your seat. We thank God for each one of you being here this morning. And it's my prayer and my belief that you come to church because you want to build a firm, a relationship with Christ Jesus, a firm relationship with God, a firm relationship with the Holy Spirit, or in short, a firm relationship with the Godhead that can lead to eternity in the presence of God. Bwana wetu apewe sifa. And as we look forward to spending eternity with God and with Christ, I believe we desire to be there in a godly way and in a triumphant way. Praise be to God. And in the same way, I believe we desire that every time we come together and we say we are here to serve the Lord and we are here to minister to the Lord, that our service, that our ministry will be acceptable before him whom we seek to please. Bwana wetu inuliwe. Kwamba ninataka kusema the biggest responsibility that we have as believers, one of them among the many, I believe one of the key responsibilities ambayo tunayo as believers is to serve God in an acceptable way. Bwana wetu apewe sifa. Kwamba ni tumtumikie Mungu katika njia anayoikubali. Kwamba tumtumikie Mungu katika njia inayompendeza. Bwana wetu apewe sifa. In life, katika maisha ya leo, there is a lot that is happening. There is a lot that is inatendeka katika nyumba ya Mungu in the name of worship, in the name of praises, in the name of ministry, but God is not in it. And I
I felt the Lord instill this to me, that we need to understand how we can tailor our worship to please God. The last time I ministered, I was speaking on ministering to the Lord. Vile tunastahili kumhudumia Bwana na kuleta ibada zetu zikubalike mbele ya uwepo wake. Bwana wetu ainuliwe. And in the same way, ninaamini ya kwamba if you serve a God you don't understand, you'll never serve him well. You'll never serve him rightly. Ikiwa utamtumikia Mungu usiyemfahamu, Mungu usiyemjua vizuri, Mungu usiyejua anaabudiwa kwa njia gani. Maana Mungu aliambia Waisraeli hataki kuabudiwa kama miungu mingine ya mataifa. Kwa hivyo lazima uelewe ibada ya Mungu inakubalika ienende kwa njia gani. Bwana wetu apewe sifa. And God put conditions ambazo Biblia inasema ni lazima. Bwana ameweka njia ambazo anasema lazima tuzielewe na tuzifuate ili tumwabudu yeye. And the Bible where we have read, John chapter 4 verse 24, the first statement is God is spirit. Praise God. Kwamba Mungu ni roho. I know this is not news, but it's news. Si jambo geni, lakini pia ni geni. You know, many times I don't know whether we realize the in-depth of this matter. When God says, God is spirit. And the second statement, those who worship him, because he is spirit, kwa sababu yeye ni roho, anasema wanaomwabudu, those who worship him, then they must be in spirit so that they can worship him. He is spirit, he cannot be worshipped in the flesh. Yeye ni roho, hawezi kuabudiwa katika mwili. Hello? I want to say, spirit relate with the spirit. The flesh relate with the flesh. Mambo yaliyo ya kimwili ni ya mwili na ni hapa. Na Biblia inasema ni hapa duniani. Yeye tunayemwabudu ni roho na ana relate with us in the spirit na si katika mwili. Anaweza kuhudumia mahitaji yetu ya mwili, lakini he is not there to be seen in the flesh. Hallelujah. And so you realize Christ alikuwa anaongea maneno haya akisema there is a paradigm shift, yani in the way we serve God. The old generation ambayo the Samaritan woman alijua na alizoea, walijua kumwabudu Mungu katika milima. Walijua kumwabudu Mungu wanapoenda Yerusalemu. Na wakienda pale walipeleka kondoo, wakapeleka mbuzi, wakapeleka ng'ombe, wakachoma, wakasema tumemwabudu Mungu. Hello? Lakini ibada zikabadilika. And God allowed it to change. Na akasema wakati umefika. The time is coming and it is now. That was when Jesus was talking. And I want you to understand, wewe uliye hapa leo, ya kwamba the times of today, hakuna ibada ya mwili inayomfikia Mungu. Ibada isiyo mesha to spiritual life, ibada isiyo katika roho, haiwezi kuwa ni ibada mbele za Mungu. Haiwezi kumguza Mungu, haiwezi kumpendeza Mungu, haiwezi kuwa ni ibada ya kiungu. And so we must do our very best to make our service spiritual. Lazima
tufanye jitihada, bidii, tuone ya kwamba ibada zetu na uabudu wetu umekuwa in the spirit. Praise be to God. I want you to have that in your heart somewhere. Keep it and treasure it. I'll help you. The Bible says Jesus Christ, he came from heaven, lakini alipofika wakati wa kutoa huduma mbele zake Baba, he was filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Alipoenda pale Jordan akibatizwa na Yohana, the thing that made a difference in his life, kila kilileta utofauti between the Christ aliyejulikana na watu, mwana wa Yusufu, na walie interact na yeye katika njia tofauti. But from the minute he was baptized in the Holy Spirit, alipobatizwa na Yohana na Roho Mtakatifu akashuka juu yake, a new life started. Maisha mapya yakaanza, mwondoko mpya ukaanza, akaingia katika a ministry that started manifesting now in a greater measure than they had ever seen before, not than they had ever experienced. Na akasema alipoenda kwa hekalu after he came from the wilderness, Biblia inasema alisema, the Spirit of the Lord is upon me. Hallelujah. He didn't say, I have come to show you who I am. He spoke in the Spirit. Akanena katika roho na akasema, whatever will come from me from today is because the Spirit of God is in me. Hallelujah. Kwamba roho wa Mungu aliye ndani yangu atamanifest God, atathibitisha Mungu, atamuonyesha Mungu. It is no longer me, the person you knew before, lakini ni Kristo aliyethibitishwa in the Spirit. Praise the Lord. And for him to come to that after baptism, then inasema he was led of the Holy Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Aliongozwa not by evil spirits. Hallelujah. Can you read your Bible, the book of Luke chapter 4 verse 1? The Bible says, then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Hallelujah. Kwamba akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu baada ya ubatizo wa Yohana, sasa Roho Mtakatifu akamchukua, akambeba, akampeleka jangwani. You know, demons like dry places, yanapenda kukaa katika mahali kuliko na ukiwa na jangwa. And he was led into the wilderness purposely to be tested or to be tempted by the devil. Bwana Yesu ainuliwe. Alipelekwa jangwani na alipelekwa na nani? By the Holy Spirit. And the Bible says he was led into the wilderness so that he may be tested or tempted by the devil. And he went through temptations. Akajaribiwa katika kila njia iliyo ibilisi aliona inastahili na anaweza kutafuta njia ya kumwangusha ama ili amuondoe katika ile mpango na makusudi ya Mungu. I want you to know, without trial there is no innocency. Without temptation
there is no holiness. And without kujaribiwa, hauwezi kusema umestahimili. Bwana Yesu asifiwe. And so the Holy Spirit, to prove that Christ was the Son of God, that he has overcome sin, that he has overcome the devil, that he has won against the battles of the wicked one, alipelekwa jangwani. And the Bible say, akajaribiwa, akapelekwa, akakaa na njaa, akamaliza siku 40, amehisi kabisa anahitaji chakula. Shetani akamwambia mikate hakuna huku jangwani, lakini haya mawe, wewe si mwana wa Mungu, nenda tu, turn these stones into bread, ili uweze kula. I don't want to go into the temptations, but I want you to know Christ was tempted so that, being the second Adam, he may overcome the devil in his territory, in his familiar place, ile familiar territory, mahali ambapo shetani anajua hapa nitamshinda, hapa nitamwangusha, hapa nitahakikisha hata faulu. The devil's intent was so that he may scatter the plan of salvation. Mungu ana mpango wa wokovu, na anajua Adamu wa kwanza, he failed in an innocent environment. Adamu wa kwanza hakuwa jangwani, alikuwa in the Garden of Eden, in the presence of the living God. Bwana Mungu alimtembelea na akamuongelesha pale. They had close fellowship with God. Lakini alipotembelewa na ibilisi, ibilisi akamwambia, tamani uwe kama Mungu. You know, the devil fell from heaven, aliangushwa kwa sababu alitamani kupokea ibada ya Mungu. Na akajua atamdanganya Adam, amwambia hata wewe Adam, ukila mti utakufa, ukila utakuwa kama Mungu, utakuwa na ufahamu kama Mungu, you'll be like God, you'll know like God. And the first Adam fell into the trap of the devil. Na makusudi ya Mungu kuwa na mwanadamu anayempa ushirika na ibada inayomfaa, na ule ushirika wa mwanadamu na Mungu ukaharibika kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya dhambi. And after that, when God is bringing salvation and restore man back to salvation through Christ, Christ akapelekwa through the same trials, akapelekwa katika jangwa ili ajaribiwe. And the Bible say alijaribiwa na akamshinda shetani. Hallelujah. Ingawa mazingira yanayokufaa, ingawa hakukuwa the best environment, lakini aliweza kumshinda shetani. And after he defeated the devil, baada ya kumshinda, the Bible testifies, inasema in verse 6, John chapter 4 verse 6, ya kwamba he returned from the wilderness full of the Holy Spirit. Hallelujah. Alienda amepelekwa na Roho Mtakatifu. He was filled with the Holy Spirit at his baptism. Lakini baada ya hiyo akabebwa na Roho Mtakatifu, akapelekwa jangwani ili ajaribiwe na shetani. Na shetani akamjaribu, the Bible say, katika njia zote kama mwanadamu. Let me tell you what we read, ile tunasoma kwa Biblia, the Bible say is a fraction of what Christ did, is a fraction of what Christ went through. Maana yote ingeandikwa, the Bible say hakuna mahali hiyo kitabu ingetoshea. There is so much that Christ went through, that Christ did, which is not recorded in the Bible. Bwana Yesu ainuliwe. But I want you to know, he defeated the devil in his familiar territory. Alimshinda shetani
katika yale mazingira ambayo Ibilisi alifikiria it is the best environment to defeat Christ. Christ defeated the devil, and the Bible says he returned full of the Holy Spirit. Hallelujah. I want to connect with you, because every believer, the minute you get saved, you declare war with the enemy. Umetangaza vita na ibilisi, na shetani anaanza kukutafuta in every step, everywhere you go. I want you to know the devil's desire is that you backslide. The devil's desire is not you usije ukameasure up to the standard and the calling of God for your life, kwamba usifikie malengo yako na Mungu, usifikie mwito wako na Mungu, usifikie hatima yako na Mungu, aiskato hapa katikati akuangusha akutoe katika wema wa Mungu. That is the devil's plan kwa kila mmoja wenu. And I want you to know, I thank God, nimekuja kurealize, for you to be a believer, for you to be a true worshiper, for you to be a servant in this kingdom, lazima mshinde shetani. You must overcome the devil in your territory, in your environment, in your life. Bila hiyo hauwezi na utamtumikia Mungu. Na hata ukijaribu kumtumikia Mungu, unasukuma na mwili. Ni ile unajua kabisa unasukuma, lakini si ya kiroho. Bwana wetu apewe sifa. God allows every instrument that he is preparing for use, ataruhusu ijaribiwe. Hallelujah. Ataruhusu iwe tested naturally. Katika maisha ya kawaida, materials are tested for endurance and durability. Sindio? So that you may say something is of good quality. Lazima imejaribiwa, imeendure the test, and it has been proved kwamba it can stay, it can withstand. Yani ndio uje kuuziwa chuma ile unajenga nayo, unaweka kwa mjengo, unaweza inaweza kusupport shata ya ghorofa 7 juu. Lazima imejaribiwa kwanza, imepitia through material testing, na imekuwa proved ya kwamba it can withstand that weight, and any earthquakes zikija, it will not break. Hallelujah. Lazima imekuwa tested. Gari ile unaona watu wakiendesha, let me tell you, every car baada ya manufacturer kutengeneza ile ipeane kwa barabara, aseme it is ready for use, kwanza zinatoleangwa zile zinaitwa the prototype, na zinaenda for testing. Yani zinapelekwa kwa road test, na zinawekwa kwa extreme conditions, zile mbaya kabisa, the worst situation you expect this car to experience. Kama ni speed, unaikanyaga mpaka ifike mwisho wake. Bwana Yesu apewe sifa. Na kama ni kugongana, inapelekwa, zinagonganishwa kwa gari na gari, inagonganishwa gari na ukuta, so that it is tested and it is proved that it is worthy for human use. Bwana asifiwe. Praise God. Hauletewi gari tu na kuona imewekwa kwa market kuuzwa, imekuwa tested. Everything that is made to be of good use, I believe lazima ikuwe proved kabla ya kupeanwa kwa kutumika. And even as believers, as we desire to serve God, lazima tuonyeshe we have been tested, we have endured the test, and we have proved that we are of quality. Hallelujah. Bwana Yesu ainuliwe.
Ama mnafikiria Mungu ndiye afanye material testing? Mnafikiria Mungu hataki kujua nyinyi ni wa aina gani? Yaani unatoka tu kwa kishagi, uje uinue mkono na mpenda Yesu, kesho uanze kutoa huduma. You must be tested. Wengine mnajaribiwa kama wewe ni mtu wa hasira, unawaka asubuhi. Hasira inawaka kwa sababu uliambiwa, dada kuja unisaidie tufagie kanisa. Unasema, unafikiria, yani uliangalia hivi ukaona mimi ni wa kufagia kanisa. Of all things in the church, you only thought the best I can do is to clean kanisa. And you get offended. And you get, yani unakasirika, unasema hata hiyo kanisa sitarudi. Jaribio ya chini sana inakutoa katika uwepo wa Mungu, inakutoa katika nyumba ya Mungu. Let me say, the Bible shows us, kama vile Kristo alijaribiwa, wale wote ambao wataingia katika huduma na wale wote ambao watamwabudu Mungu katika ukweli na katika undani, lazima wapitie katika the testing of God, na wawe prove ya kwamba they are good quality. Because God is spirit, and those who worship him must. Majaribu ndio huondoa ile kitu kinaitwa utu wa mwili na nyama. Ndio inaondoa the sensual nature, inakufisha, inaziweka chini, inazizamisha, so that the man of the spirit can grow, the man of the spirit can rise up, the man of the spirit can expand. Amen. If you don't die in the flesh, I'm telling you, you can never serve God. Hautawahi na utastahili na utakubalika, na hata kama utajaribu ni kwa kujisukumia, lakini haujakubalika. For you to serve God, lazima utoke katika sensual nature, uingie katika ulimwengu wa kiroho ili uweze kumtumikia Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Malachi chapter 3, Malachi chapter 3 verse 2 inasema, for you will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the Lord will have men who will bring offerings in righteousness, and the offering of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in the days of old, or as the days gone by, as in the former years. Laundry, from the word laundry, we have yule mwenye kufua ndiye anaitwa the launderer. And the Bible says, for he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. Kwamba Mungu wetu anapokuja katika maisha yetu kututengeneza, let me tell you, kama ulikuja kwa Mungu, kama ulikuja kwa Yesu na unataka kuwa a worshiper, a minister, a servant, you want to give holy and acceptable spiritual worship, lazima ukubali kupitia katika the launderers ama the refiners fire. Lazima ukubali kutayarishwa, kutengenezwa, kusafishwa. Maana, you know, I want to give you the difference. Kwamba as a believer, unapokuja katika uwepo wa Mungu after salvation, the first time you come, unakuwa umebeba a lot of impurities. Ndani yako kumejaa takataka. Yes, you have come to salvation, lakini unastahili usafishwe. Umekuja lakini unastahili utengenezwe. Unastahili hizo takataka ziondolewe. And this is where many people go back. Wakati Bwana anajaribu kuondoa hizi impurities, anapojaribu kutoa takataka, wanasikia kama wanateseka, wanasikia kama wanaumia, wanasikia kama wanaonewa, wanaona kama hawapendwi. Yet God is refining you.
Hallelujah. There is a very big difference between a refiner's fire and forest fire. I happened to visit one foundry inaitwa East African Foundry. Foundry ni zile where metals are melted. Na ili ukajua processes, unapotaka kutengeneza chuma a certain shape, ili ikaweza kutokea kwa hiyo shape, labda unataka iwe circular, na unataka iwe ndani yake, one of the things they measure in ni kwamba isiwe na hewa ndani, yani it should not be porous, isiwe na some perforations uko ndani. Na ili hii chuma iweze kuingia hivyo, inaweza kuwa iko na some mixture of some impurities, inapitianga kwa kitu inaitwa furnace. When the Bible talks of the refiner's fire, inaongea juu ya furnace ile inatumika na the foundry man, yeye ambaye anatengeneza chuma, ili ikatoke labda ikiwa kama S ama itoke ikiwa kama C, na it is one piece, na haijachomelewa mahali, lazima ndio itoke hivyo, ipitie katika moto ambao unayeyusha kwanza, inakuwa liquid. Ili chuma iweze kutoka ikiwa ngumu, kwanza inayeyusha, inakuwa liquid, inakuwa molten, na you can pour it into the container you want, itoke na hiyo shape ya hiyo container ile umetengeneza sasa kama your form. Hello? Bwana asifiwe. And in that process, wakati inatengenezwa, kama ni silver, unaiheat, unachomwa kwa ile temperature ya kumelt silver ikuwe liquid, na kuchoma anything else ambayo sio silver. Kama ni dhahabu, unaweka kwa furnace ambayo itachoma, iondoe every impurity ambayo iko ndani yake, because gold is collected from the earth. Dhahabu urogotwa kwa mchanga tu, na ukirogota iko na takataka nyingi, lakini inapopitia through the furnace, hizo takataka zinachomeka, zinaungua, zinaisha. Bwana asifiwe. Na Mungu angetaka ujue, for you to be spiritual, because God is spirit and you want to serve him in the spirit, lazima takataka ziondoke. Bwana Yesu ainuliwe. All the impurities must be gotten rid of. Lazima zipitie katika furnace ya Mungu. Ndio Biblia inasema he is like a furnace, yani inasema he will be like a refiner's fire, kwamba yeye ni kama moto wa yule mwenye mfinyanzi anayetengeneza chuma, anaichoma mpaka ile takataka iliyo ndani inaondoka. Hallelujah. That is why Christ went into the wilderness, so that he can give the devil a resounding defeat in his familiar ground. Atoke pale akiwa refined, akinena, shetani anajua the authority has spoken. Hallelujah. The authority has spoken. And that is why when believers do not submit to the way of God and to the guidance of the Holy Spirit, they can be in the church, but they remain weak. They remain without authority. They are there, but they cannot exercise power of the kingdom. They cannot worship and they get into the depth of the matters of God, kwa sababu walibaki shallow. Walikataa impurities kuondolewa. Lazima tukubali. Let me tell you this. The foundry fire does not destroy the mineral being refined. Kwamba that furnace fire si ya kuharibu.
forest fire will destroy. Moto wa forest unachomanga kila kitu kilicho, whatever is in the forest. Ikutane na mnyama, inachoma yote, inakufa. Ikutane na miti iliyo katika msitu, inaharibu the good and the bad. Lakini the refiner's fire is not like forest fire. Haiendi kuharibu, ina refine, it makes it better. Inatengeneza, ina make the product more durable, more useful, purified, and so more precious. Hallelujah. Ukipitia katika moto wa Mungu, wakati Mungu anakutengeneza, anapokupitisha katika majaribu, he is only making you better. He is making you more precious. He is making you more valuable. Hallelujah. As a believer, najua wengi wetu tunatambani kuweza kusimama na kusema, I'm born again. I love Jesus. I desire to cast out demons. I desire to pray for the sick and they get healed. Lakini unashindwa, ni wapi hapa ninashindangwa? Wapi hapa ninakosa kupenya? Ni wapi hapa ninazuiliwa? I want you to understand, the way to get a breakthrough in the things of God is first accept the fire of God to burn the impurities of your life. Bwana wetu apewe sifa. The refiner's fire does not destroy indiscriminately like forest fire. Kwa sababu moto wa msitu inaharibu kila kitu bila kuangalia ni nini kizuri na ni nini tunastahili kuachilia. The forest fire and the incinerator, they do the same damage. Mnajua incinerator? Sijui Kiswahili inaitwa nini. Lakini wale mmefanya karibu na mahospitali, normally every hospital has an incinerator. Ni ile confined fireplace ambapo zile toxic substances ama zile shindano, zile poisonous products zimetoka kwa byproducts zimetoka kwa hospitali, zile vitu zimetumika, zinaweza kuambukiza watu magonjwa mengine, zinatupangwa pale na kuwakishwa moto. And the incinerator burns everything to ashes. Okay? But I want you to know, the refiner's fire does not burn like an incinerator. It leaves the gold. It leaves the silver. It leaves the mineral that is being sought. Inakuanga si ya kuharibu na si ya kuchoma kila kitu, but it burns to refine. It burns to purify. Bwana wetu ainuliwe. And so in our lives, kama Kristo mwenyewe alipita katika refiner's fire, kama Kristo mwenyewe ndio aweze kustahimili kusimama and to challenge the devil, alipitia katika the refiner's fire in the wilderness na akashinda na ndio akapata mamlaka. I want you to know, if you are desirous of serving God, lazima ukubali kupitia katika moto wa Mungu. Lazima ukubali zile vitu zinaitwa impurities in your life. Zile mchanga ziliingia kwa makosa, zile matawi zilipatikana pamoja na dhahabu, zile logs, miti na vitu zingine ambazo hazistahili kuwa pale, lazima ziondoke ili you become a spiritual person that can stand and serve God and speak in the authority of God. Amen. Umeshika hiyo? It doesn't just happen. I want you to know, haifanyiki tu. Lazima ukubali kupitia katika moto wa Mungu ili utu wa mwili uishe. Kama kuna kitu kinasumbua believers, ni kutaka kuwa katika kiroho na pia wabebane na mwili.
Naye Mungu anasema those who serve him or those who worship him must. Hebu Biblia inasema hivyo? Biblia inasema must. That is to tell you there is no second option. Yani kuambia hakuna option B. If you have to worship God, you must be spiritual. Kama utamwabudu Mungu, lazima ukuwe wa kiroho. Hii mambo ya kuimagine ati unaweza kuwa partially in the spiritual and partially in the flesh and serve God. Mwambie mwenzako haiwezekani, tafadhali, haiwezekani. God says it is a must. Kama unataka kumtumikia Mungu, kama unataka kuwa maabuduo, kama unataka kumpa Mungu sadaka na ibada za kweli, lazima uwe spiritual. That is God. Lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Na to be spiritual, lazima upitie katika furnace. Praise God. The Bible says in the book of 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7 inasema, so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and the glory and honor at the revelation of Christ. Imani yako ambayo ni ya dhamana sana kuliko dhahabu ambayo inaweza kuharibika. You know, Biblia inatumia dhahabu kwa sababu in the world the most precious mineral is gold. Even money, pesa, inakuwa measured in terms of the amount of gold you have in your reserves. I don't know whether the world changed, but that used to be the standard measure. The amount of gold a country can accumulate, it is given a circulation currency equivalent. Hiyo sasa inaweza lakini namaanisha hivi. You don't just produce Kenyan notes ati uache zianze kucirculate, maana ukicirculate more than the economy can sustain, itakuwa haina maana, pesa itakosa dhamana. And so money is measured by the wealth of the country, which is the amount of gold we can be able to own. Hello? Na hivyo wewe Biblia inasema unapojaribiwa wewe ni wa dhamana sana kuliko dhahabu ambayo labda mataifa wanaiona kama kitu cha dhamana sana. Bwana anakujaribu na Biblia inasema the trial of your faith be kwamba ni ya dhamana sana hata kuliko ya dhahabu. Amen. Praise God. God is tested. Ama dhahabu inakuwa purified kwa kupitia kwa furnace. Na wewe imani yako, have you ever known for you to be a true believer, lazima Mungu adhibitishe umehitimu. Bwana asifiwe. Yani for you to be called a believer in this kingdom, a servant in this kingdom, kwamba ili uweze kumpatia Mungu ibada, hata wacha kutumikia wengine, kumtumikia Mungu peke yake, anataka uwe purified. Na anasema ujaribiwe ili uweze kuprove ya kwamba wewe you are serious with this kingdom. Hallelujah. Let me say it like this. Naamini ya kwamba for you to be a true believer, lazima uwekwe katika zile conditions unapenda za kimwili, zile mambo ambazo zinakuvutia sana, na uweze kustahimili na kuzishinda. Yani ukatae dhambi wakati inapatikana. Are we together? Yani ndio uweze kumwabudu Mungu, you must be somebody who can be able to say no to sin, not because it is not available, but because you have made a decision for Christ. Hey, are we together? Unaweza kuwa you are innocent because haujawahi kujaribiwa na shilingi 1,000,000, lakini ukipewa 1,000,000 unaanguka asubuhi. Hauwezi kustahimili, haujahitimu bado. Ni kumaanisha wewe haujahitimu bado. Unaweza kuwa umesimama katika wokovu
kwa sababu hujapata kijana akakujaribu, akakuambia I love you, I want to take you out to Mombasa, nitakulipia ndege nikupeleke na tukae Mombasa wiki mzima at my cost. Saa hiyo hata unaweza kuacha bwana kama ulikuwa umeolewa. Wengine anasema huyu mzee hajawahi kunipeleka Mombasa. Sasa nimeambiwa ninapelekwa, hata huyu wangu sio wa maana. Unamwambia hata wewe sikupendi. Unawacha wokovu, unawacha bana, unawacha watoto. Si watu wanafanyanga hivyo? Kwani mnafikiria anasema maneno hivi? Si watu wamewacha mabwana na watoto wakatoroka wakaenda na wengine? Si imefanyika? And the believers, the other day I was told of somebody, one of our singers in this country, mwimbaji mzuri sana ambaye alijulikana na ana sifa, na aliwacha bwana yake at the cost of money, akaenda kuolewa na mtu wa dunia. Hello, akaenda kuolewa na mtu wa dunia kwa sababu wa dunia ako na pesa. Sasa unaweza kuwa wewe ulikuwa mwimbaji wa gospel wakati haukuwa na pesa, ngoja pesa iingie, unasema Mungu, Yesu na wokovu tumeachana. You can be here because you have never been tested. Unaweza kuwa unaimbanga, unakuja kanisani, unatoa ibada because you have never been tested. For you to prove before God, na kuambia ni vizuri ukubali kupitia katika majaribu. Amen. Bwana Yesu ainuliwe. Najua ni vizuri tuseme haya mambo because people are in the church na wamekosa uwepo wa Mungu. Watu wako kanisani wamekosa nguvu za Mungu, wamekosa the authority of this kingdom because they are in the church but they are joking. Hawajakuwa serious, wako kanisani tu for convenience. Kuna kitu wanatafuta hawajapata, lakini wakaipata wokovu asubuhi wametupa. Bwana Yesu ainuliwe. I want you to know kwamba Biblia inasema ukijaribiwa ushinde. Sasa hapo ndio umestahimili, hapo ndio umesimama. Umesema sitafanya dhambi, mimi sitaiba, mimi sitafanya usherati, mimi sitafanya uovu, sitadanganya, and you had authority. Ama ulikuwa na an opening, ungedanganya, ungejiokoa kwa jambo fulani. Unaweza kuwa unaanga umeokoka, lakini ni opportunity umekosa ya kukujaribu. Siku ile inakuja unatupa wokovu. Unakutana na polisi anakuambia unaenda wapi? Sijui nini, leta license. Gari yako iko namna gani? Miguu imeisha, sijui nini. And unawekelewa mambo mpaka unasema mzee, wacha tu tuongee kando kidogo. Ni kuone kidogo tuongee hii maneno, usiniandikie. Unajua sometimes we are all there, tunajipata pale, but because of faith, kwa sababu ya imani, we pay the sacrifice ya kusema nimeokoka. Amen. Na kama uwezi kukubali ile nimekuambia, andika. Bwana asifiwe. We must know we are living in a very wicked world. Na the only way tutamletea Mungu ibada ya kweli ni kutoa ulimwengu ndani yetu. Our believers are getting stuck katika mambo ya Mungu kwa sababu there is a lot of worldliness imewashikilia, imewahold, inanena maishani mwao, inanena ndani ya roho zao, inanena katika maisha yao. Inamwambia hata ukijaribu kuomba sikulikuwa, si jana ulipitia, si jana ulisema, si jana ulitenda. And so these voices lazima tuzinyamazishe kwa kuingia ndani ya Mwokozi, kwa kuingia ndani ya wokovu na kuzikataa deliberately, knowingly, willingly. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Vijana mnisikie mlio hapa, vijana mkubali kuokoka na kusimama katika wokovu, si kucompromise katika wokovu. Because we have a lot of young men in the church, lakini hawajui wokovu ni nini. Wao na ulimwengu wako pamoja, wao na dunia, maovu yale ulimwengu unafanya wanafanya, and they expect watatoka huko waje watoe ibada mbele za Mungu. It is not possible. Haiwezekani.
Huwezi kuiba na ukaja kutolea Mungu ibada. Huwezi kuwa muovu na uje umtolee Mungu ibada. Lazima tukubali, one of the things the Holy Spirit comes to do in our lives, lazima atu-expose katika situations zitakazo tujaribu na tustahimili na tusimame tusema I'm saved because I've gone through it. Nilikuwa na nafasi lakini nimesema sitafanya. Nilikuwa na opportunity ya kupata promotion lakini nikasema sitakubaliana na dhambi. Yes. Bwana Yesu ainuliwe. Your faith must be tested. Bwana atupe sifa. Unajua shetani alijua that the Son of God came so that he might destroy the works of the devil, according to 1 John chapter 3 verse 8. And so his intent, kusudi lake ilikuwa ampokonye Yesu hiyo nafasi kabla afike pale. You know, alijua this one, akishinda haya majaribu, my kingdom will be invaded. Ataingia na ataharibu kazi zangu, ataharibu ufalme wangu, ata-invade my kingdom with authority, na sitaweza kumresist. And that's why the Bible say in the book of Colossians 2:15 kwamba when Christ defeated the devil there, kwanza huko kwa wilderness, and then shetani akampeleka msalabani, and the cross, he wanted Christ aweze kukataa kufa because he was not forced. Hata kama kulikuwa na betrayers, the truth is Yesu alisema my life I lay down. Hakuna mtu alichukua Yesu akampeleka msalabani kwa nguvu. Hata wakati Petro alipoona Mafarisayo wamekuja na wamemchukua, wamemshika na akachukua upanga akakata sikio la jamaa, alimwambia ningetaka kufanya vita, ningeita malaika, angels, even fire. Yesu angenena neno na aseme may you all go blind. Unafikiria kuna mtu angemshika? Ama aseme be all paralyzed, watu wangeishia pale. But he allowed it ili amshinde shetani na ampatie the final defeat. Amen. Ili amkanyage vizuri kabisa. And that's why the Bible say when he went to the cross, Colossians 2:15 inasema he disarmed the principalities and the powers, and they made a public spectacle of their defeat. Hey! Pale msalabani, he disarmed. I want you to hear this. The Bible says he disarmed principalities and powers. Yani ngome zinazotawala katika anga ndio maprincipality, na the princess of the air and the powers of darkness. When he died there on the cross, he was tried ili asiende msalabani, ili asife msalabani, but he accepted to go through the cross. It was not easy, it was painful. It was not easy, it was humiliating, shameful. It sounded like he's forsaken of God. Ni kama amewachiliwa na Mungu, ni kama Mungu amjali, ni kama Mungu ampendi. Ameangikwa msalabani kama aliyelaaniwa. But he knew what he was doing. Alijua alikuwa afe ili adisarm principalities, aweze kuzinyang'anya mamlaka. Number 2, aweze kustrip them of the power, those who had the power to control human lives. Achukue wanyang'anyi. Hallelujah. Ili sasa kutoka pale aweze kupeana mamlaka kwa wafuasi wake. Praise be to God. Amen. Hallelujah. So that he can now hand over power. Apeane mamlaka kwa wale wanaomfuata. And you know, the Bible shows us haya mambo yote Yesu aliyafanya, aliyatenda
katika uwezo na uwepo wa Roho Mtakatifu. Bwana wetu apewe sifa. The Holy Spirit was the source of all that Jesus did. The power that he manifested in his earthly ministry. Yesu aliweza kumanifest by the power of the Holy Spirit. He exercised power not by himself but by the Holy Spirit. Hallelujah. And that's why alifanya hivyo ili aweze kufungulia mlango, ili aweze kufungua njia, so that we can experience the same. Na ndio sababu alikuwa anaambia mitume, it is good for you that I go away. Ni vizuri kwenu kama nitaenda, so that I may send to you the helper. Maana nisipoenda hata kuja. Bwana asifiwe. Praise God. You see, Christ knew if he stays with us in this world, the Holy Spirit of God will not come. Lakini akienda, Roho Mtakatifu atumwe, then the believers will be changed. The believers will be empowered. The believers will be given power to triumph over the devil, over demons, over scorpions, over serpents, over sicknesses. Hallelujah. He was saying, mimi I have operated in the spirit. Nimeweza kumshinda ibilisi. Na nyinyi ndio mkashinde. Ngojeni mjazwe na Roho Mtakatifu ili mkaweze kumshinda shetani. You need to be spiritual. Lazima muwe in the spirit. Lazima mflow in the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Nikienda atakuja. Mngojee Jerusalem. Praise God. And the Bible shows us that when the Holy Spirit came, you know, I can give you a reference before I leave that Matthew chapter 12 verse 28. Matthew 12:28. Yesu alisema, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. He was saying, I don't cast out demons by another power. It's not by the spirit of Beelzebub. It is by the Spirit of God. Alikuwa anafukuza mapepo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. That is why the Bible says in the book of Acts 10:38, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Spirit and the power, who went out doing good. Wherever he went full of the Holy Spirit, and he did good. He delivered the sick. He healed the lepers. He opened the eyes of the blind. The deaf ears got opened because the Holy Spirit was in operation. Akiingia maishani mwako, I want you to know, believer, you are a weak believer because you have not allowed the Holy Spirit of God to flow into your life. Akiingia maishani mwako, maisha yako itabadilika hata wewe uwe ni nani. Bwana wetu apewe sifa. Haijalishi ulikuwa nani kabla. The minute you allow the Holy Spirit of God aingie ndani yako, akujae, afurike maisha yako, you will be a changed man. Amen. Hallelujah. Because I believe ndio tukamshinda shetani, lazima tuzaliwe by the seed of the second Adam. Si Adam wa kwanza alishindwa. Now you know we say, the Bible say, kila mmoja wetu tunapozaliwa, we carry the nature of the first Adam. By birth, unabeba uovu. Unazaliwa umebeba tamaa za dhambi. Unazaliwa umebeba chuki. Unazaliwa umebeba every evil that can be done in this world. You have the capacity to kill. You have capacity to become a murderer, to become a wicked fellow and do everything bad that you hear people doing. Una huo uwezo wakati unapozaliwa. Lakini Roho wa Mungu akiingia ndani yako anakubadilisha. Anapanda mbegu ya the second Adam. The second Adam, Christ Jesus, alimshinda shetani.
And when he comes into your life, na umkubali Roho Mtakatifu wa Mungu aingie, then the seed of the second Adam is born in your life. Unaanza kutembea maisha sasa. Unakuwa, you operate in the spirit and you do your things not in the flesh but in the spirit, because you are a spiritual man. Hallelujah. Na mambo yako yanakuwa ni ya kiroho, si ya mwili. Haufanyi mambo kulingana na vile mataifa wanafanya na watu wengine vile wanaona, kulingana na vile Roho wa Mungu anakuelekeza. Bwana wetu apewe sifa. We must decide to change our lives and give our lives to Christ and be spiritual and not sensual. Hallelujah. That is the only way you can get power. The Bible says, Luke chapter 10 verse 19, kwamba Yesu alisema, I have given you power to triumph over serpents, scorpions. I give you authority to trample over serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Now that is a scripture. Yesu ameshamshinda shetani. Anasema wewe uliye katika nyumba ya Mungu, kwamba when you receive the Holy Spirit, your service and the ministry becomes spiritual. Na kuambia, in the natural you can't cast out demons. Hello? Jaribu. Mapepo haziongeleshwi na nguvu za mwili na nyama. Bwana Yesu apewe sifa. But when you accept to be subjective to the second Adam, Adamu wa pili ambaye ni Yesu, aingia maishani mwako, akujaze Roho Mtakatifu, akubadilishe. That is the Holy Spirit of God, is the spirit of power. When you have the Spirit, you have power over demons. When you receive the Holy Spirit of God, you have power over scorpions. Scorpions ni mapepo. Bwana asifiwe. When the Bible talks of serpents, inaongea juu ya nyoka, inasema juu ya ile mapepo zinakujanga kama manyoka kuuma watu ziuwe. And scorpions ni demons, ni mapepo, demonic spirits. Anasema ametupatia mamlaka over all those and all the power of the enemy. Church, can we say we are exercising this power? Kanisa, tusemezane tu kweli, maishani mwako wewe, hata kufukuza headache kwa mtoto ni shida. Bwana asifiwe. Hello. I want us to be real. I want us to ask ourselves, what is it that you are missing? What is it that is lacking in your life? Why are you not able to exercise this authority? Why are you not exercising this power? Are you a believer? Did you get saved? Did you get spirit filled? Were you born again rightly? Nini inazuia? Nini inakufanya kwamba we are a believer but you are powerless? Sema ninakataa katika jina la Yesu. You must rise up and be the believer God wants. Maana Biblia inasema those who will worship the Father must worship him in spirit and the only way, I'm telling you, the church will become victorious. The only way the church will become powerful, the only way the church will cast out demons is when they are flowing in the power of the Holy Spirit. Hatufukuzi mapepo kwa nguvu za nyama na mwili. Hati nilikula ugali na nyama jana, sasa pepo utajua niko na nguvu. Na kuamuru katika jina la sukuma wiki na ugali haisikii, but in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Yani unajua, ninaomba Mungu atusaidie. Believers, we have authority. Na mapepo hayawezi kutawala katika nyumba zetu, katika maisha yetu, katika our environment, and we are saying we are born again. And we don't even dare to exercise what we believe. Hey! Bwana Yesu ainuliwe. Ninaomba that you desire maisha yako yajazwe Roho Mtakatifu mpaka yabadilike. Hey!
Unajua tulizoea wokovu mpaka tunaonanga kama wengine mmekaa kanisani umemaliza miaka 10 hujanena na lugha, haujajazwa Roho Mtakatifu. Let me tell you, desire. Wacha kuona kama ulifika au kufika, kama hukunena na lugha hujafika. Haijalishi unafanya kazi gani, you need to be spirit filled. You need to receive the Holy Spirit. You need to be baptized in the Holy Spirit. That is where power comes from. That is where ministry starts. That is where authority starts. Amen. Lazima ukubali ujazo Roho Mtakatifu ili unaponena, unaambia pepo na kuamuru katika jina la Yesu. Sunday nilikuwa kwa Pastor Madime, and there is a boy that was brought. Alikuwa interact na the cultic world, ile inaitwa hii mapepo ya Illuminati. Yes, Illuminati. And when we started praying for people, huyo kijana alipokuja akakaribia mahali nilikuwa, alitoka kanisa akatoroka akakimbia. But good enough there were strong men. Na wakaenda wakamshika wakamleta. Sasa hiyo ni kama mwenda wazimu. Anasema mimi msitaki mambo yenu, mniwache niende. Mimi hapa si kwangu, hapa si kwetu. And we took authority. And we prayed for him. And he was wrestling. Wanaume kama 4 wamemshika, big men. Wanakataa kabisa, anakataa sikii. And I told them, release him. Musipigane na yeye. Release him. Because the power of the Holy Spirit is not the strength of men. I had to address the demons and not si sasa nguvu za wanaume, si ati kwa sababu ameshikwa. The Spirit of God, and he went down. Akasimama akajaribu kukimbia akaanguka. And we had to pray for him. Akakombolewa na mapepo zikatoka na akawekwa huru. Tulipomaliza ibada akanisalimia akaniambia, Pastor, mimi sasa nimeamua kusimama kwa wokovu. Amen. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Si tuna dada wetu tuliombea hapa, alikuwa ameteswa na mapepo, inampeleka kwa barabara, inataka agongwe na gari. Salisi, si ni ukweli? Wewe Salisi. Bwana asifiwe. Ako hapa. Muulizeni about the sister. Ilikuwa shida, but finally hizo pepo za kumwambia lazima ukufe, we took authority. Sasa kama hatutafanya hivyo, watu wataendelea kuteseka. Sema nakataa katika jina la Yesu. You cannot be a believer and you are powerless unless the Spirit of God comes upon your life. Akubadilishe, akujaze. Ninasema when the disciples walipojazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, disciples akina Peter, akina James, akina John, ninasema walisimama mbele ya the people they feared before. Wale watu walikuwa wanawatisha, and they spoke ile tunasema gospel apologetics, yani ile kutetea injili bila msamaha. And they spoke with authority. Na wakasema we must obey God before we obey you people. Watu wakakasirika, lakini wakawaangalia, and they saw the authority they were speaking with. And the Bible say they took note kwamba they were unschooled. Wakaangalia wakasema hawa jamaa hata masomo hawana, lakini they have been with Jesus. Hallelujah. Mimi sijali wewe ni wa level gani. I'm telling you, my dear brother, my dear sister, Yesu aingie moyoni mwako. Yesu aingie maishani mwako. Akoroge auwe mambo ya mwili. Akoroge aondoe uwepo wa sensual nature ndani yako. Akubadilishe hadi akubadilishe iwe si masomo inanena, ni Yesu ananena. Sio hekima na elimu yako inanena, ni Yesu ananena. They took note. These guys were unschooled. Hawakwenda shule vizuri. They were fishermen. Lakini walikuwa, they had been with Jesus. Sasa utakaa na Yesu na ubaki the same kwa nini? Unakaa kwa Yesu na unabaki the same. Sema ninakataa katika jina la Yesu. In the name of Jesus, may the Lord change you. May the Lord change you. May the Lord change you so that we can exercise this power and authority that Christ has given us. Bwana Yesu apewe sifa. I want to say one thing ndio nimalize kwa sababu ya time. I want to tell you one thing.
kwamba ni Roho wa Mungu pekee, ni Roho wa Mungu pekee who compels us to get out of our comfort zones. Wakristo wasio na uwepo na ujazo wa Roho Mtakatifu, they enjoy their comfort zones. Comfort zone ni mahali ambapo you are familiar with, you are comfortable with, you are used to. Yani umezoea hiyo mazingira mpaka you are not desirous for anything greater. You are not looking for anything that is moving, for anything that can change your life. Yani unaishi maisha ya wokovu yasiyo na uwepo wa Mungu, yasiyo na ladha ya Mungu, yasiyo na undani wa Mungu, lakini umetosheka. That is the comfort zone. Na ndio utoke pale, Roho Mtakatifu aingie ndani yako, akukoroge, aweke mawazo ya Mungu ndani yako, akutoe katika ile ibada ya mwili, akutoe katika ibada ile ni ya kupendeza maisha yako. You know, the Bible say, kuna huyu mfalme aliyeitwa Jeroboam. Jeroboam was after the division of the kingdom, the north and the south, alikuwa na the 10 tribes of the northern kingdom. Unaweza kwenda kusoma katika 1 Kings chapter 12 verse from 23 to 33. Na mfalme huyu alipoona ya kwamba wana wa Israeli, kwa sababu ya their attachment with Jerusalem, na Jerusalem ndio kulikuwa na hekalu, na Jerusalem ndio kulikuwa na the holy place, na Jerusalem ndio kulikuwa na the Ark of the Covenant. Lakini akaona hao watu wakienda huko nitakuja kuwapoteza. Akatengeneza a duplicate ya idolatry. Na akawaambia si lazima muende wapi? Si lazima muende Jerusalem. Hapa in Dan, katika the city, ile mji alitengeneza inaitwa Bethel, akawatengenezea hapo mahali pa kuabudu, akawawekea sanamu pale ili wasiende Jerusalem. And I want you to know, alifanya hivyo deliberately ili awakatize ile uwepo wa Mungu ulio Jerusalem, ile ibada ya kweli ambao wangepata Jerusalem, ile ushirika na Mungu ambao wangepata Jerusalem. And today we have a lot of Bethel in the house of God. Watu wengi wametengeneza kanjia rahisi, siendi Jerusalem. Wakienda huko wakitafuta Roho wa Mungu, mimi sina haja. Wakifanya hivi, hata wangetaka wataithi in Bethel, wasimpelekea Mungu sadaka za kweli, wapeleke wapi? Zile za uongo wapeleke Bethel. Wasimtolee Mungu ibada ya mioyo yao, waende tu waonekane wameapia. Because in Dan, walipoenda kule Bethel, walikuwa sio kwenda kuomba Mungu wa kweli, ni waonekane tu wametimiza ile ahadi ya kwamba waapie before the Lord 3 times in a year. Na hivyo wameenda wameapia katika miungu yao, wanasema tumeabudu, but they worshipped. Unaweza kuwa unaabudu in Bethel, unaweza kuwa unaendanga kule kwa hiyo ibada za Jeroboamu ambazo ni za urahisi, ni za ufupi, hauendi safari ya mbali, ni za karibu sana. You don't need to toil, you don't need to labor. Ibada za sanamu uhitaji kwenda mbali. You need just to be available, utashughulikiwa. Lakini ibada ya Mungu aliwekea Waisraeli, akawaambia hata kama unatoka huko Northern Kingdom, enda mara ngapi? 3 times na yeye enda Jerusalem ili tukutane na nyinyi huko. Bwana asifiwe. We must know God is not worshipped easily. Mungu haabudiwi kwa ukweli, na Mungu haabudiwi kwa sababu kuna convenience, na Mungu haabudiwi kwa sababu hakuna, yani we are not paying a sacrifice, yani saa ingine tunateseka ili tumwabudu Mungu. Yes, Bwana asifiwe. Unajua, angalia maisha ya Paulo ameambiwa na Agabus, and the Spirit of God spoke in several cities. Inasema chains and the bonds wait for you at Rome. Wewe ujue ukienda Rome unaenda kufungwa. Wewe ujue ukienda Rome hizi minyororo
Hata basi alimuonyesha amefunga mikono yake, anamwambia ukienda Rome, this is what awaits you. Did it stop Paul from going to Rome? Alikuwa na appear before the other judges, anasema mimi nataka kuapia before Caesar in Rome. Na anajua ni nini namgoja, but he knew he must reach his destiny. Ndio afike aseme I have fought the good fight, I have finished my course. Haikuwa rahisi. Bwana asifiwe. Let me tell you, for you to serve God, ufikie hatima yako, useme nimefikisha mahali Baba aliniita, hata wewe lazima ukubali kwenda Roma, hata kama unajua unaenda kufa. Yes. Cha ingine lazima ukotae, useme ninajua hii usingizi ni tamu, kesho niko kazi, lakini tuko na kesha ninaenda. Unasema ninajua nimetoka kazini late, nimechoka, lakini kuna maombi ya Friday ninaenda. Najua ibada hii, wacha niwaambie wa Kristo, believers, hii ibada tunawabembelezea hapa, mtaitafuta siku moja muikose. Unaweza kuiona kama ni rahisi because it is easily available. Kuna siku mtaamuka mkute hakuna ibada, mtaenda wapi? It can happen. Bwana asifiwe. We must be careful to worship God when there is time. The other day tulifungiwa, tukakuta hakuna ibada, na tumeambiwa tusikusanyike na tusije kanisani, and we don't know what is next. Hello, sisemi hapa Heaven's Gate ifungwe ati useme utaenda full gospel, ama useme utaenda kwa Pastor Madime. Kote kumefungwa. Bwana Yesu apewe sifa. We must tailor ourselves to seek God when we have the time, and pay the sacrifice of seeking and relating with God, ili uwepo wa Mungu uonekane maishani mwetu, na Mungu huyu tunayemwabudu aonekane ni wa kweli. Amen. Yani tumfanye Mungu kuwa Mungu, tumfanye Mungu kuwa wa kweli, tena tumfanye kuwa available. Mungu apatikane. Tuache kuhubiri dini, tuhubiri wokovu, tuhubiri ukombozi. Mapepo yafukuzwe, watu waokombolewe, walio wameteswa wawekwe huru katika jina la Yesu. That is the gospel. Hallelujah. I have no time, but the Bible says, for our warfare weapons are not carnal, but mighty in God. Yani, do you know a believer is dangerously armed? Yani, inasema our warfare weapons hazionekani, but they are mighty in God. Kwamba zinaweza kupull down strongholds. Yani Mungu ametupatia silaha na kuambia ya kuelekeza ukuta. Unasema kuta ya Jerusalemu ama kuta ya Jericho, in the name of Jesus, kesho nisikukuta umesimama na unaanguka katika jina la Yesu. That is God. Mungu amekupatia hiyo mamlaka, kwamba una mamlaka kusimama. Unaenda unakuta mganga hapo kwa neighborhood ameweka kibao, unasema I release power in the name of Jesus and I close your operation base. Hii inasema yeye ambaye anawachilia judgments against the sorcerers. Unasema katika jina la Yesu nawachilia hukumu juu yako, natawanya nguvu zako na mapepo yako, and I command you to close and go home. Toka huku kwetu katika jina la Yesu. And the following morning unakuta ametoka, maana hawezi cooperate in your presence. Uwepo wa Mungu una nguvu. Hii inasema they are mighty in God. Yani silaha zetu zina nguvu ndani ya Mungu kuangusha ngome. Wewe umeangusha ngome. Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ann Kiaria yuko. Ann Kiaria, unakumbuka tukifunga club? Si ilifungwa? Si ilifungwa? Mwahi kusikia barabara imefungwa? Si walitufungia barabara tukakasirika tukaenda wapi? Na tuli close in the spirit. Tulienda pale na tukaomba na tukasema katika jina la Yesu tunafunga hii takataka ya kuleta uovu na Naivasha in the name of Jesus.
Juzi niliambiwa by somebody waliuza mpaka equipment kwa sababu Mungu ni Mungu. Amen. Yani mnacheza na Mungu. Haleluya. Si tumuinue huyu Yesu aonekane. Yani si tumuinue huyu Mungu wetu ajulikane. Watu wa mwovu wakimbia kanisani waseme nimekuja munielekeze kwa Baba. Nielekezeni kwa huyu Mungu wenu ambaye ana nguvu. Huyu Mungu ambaye mnafunga klabu zinafungwa. Ile tulifunga pale si ilifanyika kanisa. Kwani Mungu ni nini hawezi fanya? We are limiting him because hatuja kubali Roho afanye kazi. Na nakwambia Roho wa Mungu akifanya kazi ndani yetu, there is nothing impossible. Yesu alisema greater works than these shall you do because I go to my Father and I'm sending you the Paraclete, Counselor, Helper, akusaidia kubebe. Wewe unajua, when you have God, you are carrying the power and the presence of God, the authority of God. Amen. Believers, tumwambie Bwana atujaze Roho Mtakatifu ili exercise uwepo wa Mungu kule unaishi. Nyumbani uachilie uwepo wa Mungu. Yani katika kazini unawachilia uwepo wa Mungu. Unaombea watu. Yani unaombea kama ni greenhouse. Baba atembee. Ukiona uovu unaufunga mapema katika jina la Yesu. Unasimamisha, Biblia inasema wanasimamisha vita zikiwa wapi? Kwa malango. At the gate, outside the gate. Unasema I close evil out of this territory. Nafungia uovu nje katika jina la Yesu. Can we stand? In the name of Jesus. Hallelujah. Mwambie Baba, nimetosha kukaa Ukristo usio na nguvu. This powerless Christianity. A Christianity without power, without test. A Christianity without the presence of God. Na Biblia inasema God is spirit. Naomba Mungu akusaidie wewe uingie ukutane na Mungu, ujaze na Roho wa Mungu. Mwambie Bwana, ninahitaji kuzama katika Roho wa Mungu. Nijaze na Roho wako. Si uinue mikono yako unene na Mungu. Kwani unangoja nikuombee? Ikiwa umetosheka na mahali ulipo, unaweza kunyamaza. Lakini kama unatamani kupanda, kama unatamani kuinuka, kama unatamani release authority, mwambie Baba, wewe uliyempeleka mwana wa Mungu, oh Spirit of the living God, fill my life. Jaza maisha yangu, badilisha maisha yangu, badilisha maisha yangu. In the name of Jesus. Mwambie Roho wa Bwana, ninakuhitaji. Lift up your voice. Wacha kuomba na ustaarabu. Wacha kuomba kama umeshikiliwa. Wacha kuomba kama unaangalia ni nani anakuona. Let God minister to your life. Release yourself to the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord of glory, amashanda. Yes, navunja ngome zinazoshika mawazo. Navunja attitude zinazozuia uwepo wa Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Religious inclinations ambazo zinazuia uwepo wa Mungu maishani mwako, na zianguke sasa katika jina la Yesu. May they be broken down, may they be defeated today in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We must rise up in power. We must rise up in the power of the Holy Spirit. We must rise up in the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Reka masaka ya telabushanda. Reka maseka ya telaboza. Rema shaka ya telabozenda. Rabo zeka ya telabazo. Ramasenda rebabo. Shanda na mabotarebas. Reka masolo posikaya. In the name of Jesus. Church, hebu nisikize. Kuna ngome nataka tuvunje. Kuna ngome nataka tuvunje katika jina la Yesu.
Moja inaitwa attitudes towards the things of God. Negative attitude, yaani una mawazo ambao yanapinga mawazo na makusudi ya Mungu. Una mawazo ambao yanapinga mpango wa Mungu na neno la Mungu. You know, you must wrestle that power down and defeat it in the name of Jesus. Ndio upenye. Lazima uangushe hiyo ngome. Zingine ni religious inclinations. Labda mawazo yako ya kidini yanakuambia kuna mahali huwezi enda, kuna mahali huwezi fika, kuna mambo utapata, kuna mahali utafanikiwa, kuna kitu. Let me tell you, break those powers. Every obstacle, every barrier, every obstruction inayokuzuia, every religious mind inayosema huwezi songa, vunja, iangushe katika jina la Yesu. Iangushe katika jina la Yesu. Fight and wrestle them down. The Bible says wrestling every demonic authority. Wrestle them down. Wrestle them down. Reka masaya tanama shanda. Rebo zakaya telabu shanda rababu. In the name of Jesus, every mind, kila roho inayopingana na mpango wa Mungu, every attitude that is negative to the voice of God, every religious mind ambayo inakuambia hiyo sio yako, bind it and bring it down in the name of Jesus. Wrestle it, wrestle with it, wrestle with it, wrestle with it in the name of Jesus. We bring you down, Satan. Every power of hell, every obstruction you have created in the mind, I bring you down. I wrestle you today. I command you out. I command you out. I wrestle you out of their lives. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Devil, you are a liar. Satan, you are defeated in the name of Jesus. Satan, you will not bind these people. I release them. I release them. I release them. O kama seka ya telabu shanda rababu, re kama saka ya telabu za, re amashanda rababu, re amashanda rababu, re kotelabu zenda, re katelabu zenda, ri katelabu zenda, ema shanda rababu, rima zolo posika ya, katelabu zenda rababu, ya maseke ya telabu, ina maseta ya. In the name of Jesus, I command you out of the people's lives. In the name of Jesus. 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 Okay. Hallelujah. Hii nasikia tuombe pamoja. Bwana asifiwe. Nasikia tuvunje hizi ngome za kuzuia watu wasiingie katika kilindi cha uwepo wa Mungu. Hizi pepo lazima ziondoke kanisani katika jina la Yesu. Zingine ni ngome zilizo katika mawazo, zinazuia watu hawezi kupenya katika mambo ya Mungu. Yaani every time ukijaribu kusonga inakuwekea pasia, inakuambia hapo sio kwako, hapo uendi, huwezi kufika hapo, hapo sio wewe ulitengeneza, hiyo ni ya wengine. We are binding those spirits in the name of Jesus. Every stronghold in the mind, every stronghold of religion, every religious inclination ambao inazuia uwepo wa Mungu maishani mwako, tunaivunja sasa katika jina la Yesu. We wrestle it down. We wrestle it down in the name of Jesus. Masiande Rebeka. Yes, nataka mfanye hivi. Shika mwenzako, tutawasanitize after this. Tutawasanitize after this in the name of Jesus. Lazima tuachilie uwepo wa Mungu hapa katika maisha ya watu. Lazima watu wakombolewe. Hii pepo ya kukuzuia uwezi kuzama katika mambo ya Mungu tunaivunja. Leo ninaivunja katika jina la Yesu. Leo ninaivunja katika jina la Yesu. Hii ngome inayokuzuia ya kwamba you cannot enjoy the presence of God. You are forever in the shallow waters. I refuse that in the name of Jesus. Nasema lazima uingie ndani. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Father, I rise up against every obstruction, every force of wickedness, every power of darkness, every wall of Satan that has been built and is laid ahead of the people of God,
that they may not experience their breakthroughs in the spiritual life. Today, in the name of Jesus, I rise up against this power. I rise up against these demons. I rise up against these obstructions. And I command them to fall down. I command them out of their lives. I command them out of their lives. In the name of Jesus, every religious obstruction, every force of darkness, every mind of wickedness, every spirit of evil that is fighting against the growth of the church, today I command you out of the church, out of the believers' lives, out of the people of God. In the name of Jesus, I release their minds, I release their spirit to the power and anointing of the Holy Spirit. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I release them to a new level of anointing. I release them to the power of the Holy Spirit. Lord, the weapon that is given to us may be exercised in the name of Jesus. The weapons you have placed in our lives, the warfare weapons to wrestle against demonic authorities, powers of darkness, I pray that they will be exercised. They will flow, they will manifest, they will be alive, they will be active in the name of Jesus. In the name of Jesus. Denounce every work and activity of the kingdom of darkness in your life. Any connection. Mahali unahisi shetani anakushika, vunja katika jina la Yesu. Vunja ushirika, vunja uhusiano, vunja maagano katika jina la Yesu. Mahali palipo na maagano, vunja. Tell God, I release myself. Najiwachilia katika uwepo wa Mungu. Najiwachilia katika Roho Mtakatifu. Najiwachilia katika mamlaka ya nguvu za Mungu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Father, we bless you. Baba, ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba kama vile uishivyo, Mungu wetu usiyezuilika, naomba katika jina la Yesu, uwepo wako ushuke kanisani. Nguvu zako zishuke juu ya watakatifu hawa. Nguvu zako za Roho Mtakatifu ziwajaze, ziwafurike, zijae, zinene katika jina la Yesu. Na wafungua mahali walipofungwa na kusema kuanzia sasa, I pray for death in the Holy Spirit. I pray for presence of the living God. Experience in the life of the Spirit. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. In the name of Jesus.